Maajabu rafiki yangu, unataka kunivalisha nini? Amna, usiwaze, ni zawadi tu. Sawa. Mwajabu, nimekuita hapa. Najua ni rafiki mkubwa sana wa Moana. Na huwezi kujua ambacho kinanumiza ndani ya nafsi yako. Ni mengi sana yananumiza ndani ya nafsi yako. Ila Moana anazidi kuumiza zaidi. Kwa kweli ni rafiki yake, mimi nataka nikuagize. Na katika maagizo haya naomba yafanyike kazi. Na unajua kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi? Moana kachukua pete, kenda kumpa Ngara, kitu ambacho kinanuma sana ndani ya moyo wangu. Sasa mimi nakuomba unaona, hii ni kacha, ni utamaduni wa kila mtu kuweza kuvaa hiki kitu, ila kina utofauti sana hiki kitu. Naomba ukikutana na Moana mvalishe mkono wa kushoto. Jitahidi kwa kulazimisha kwa jambo lolote lile, ili mradi aweze kuvaa kwenye mkono wa kushoto. Hii mimi nitapata wepesi sana mpaka kutatua jambo langu ambalo lipo kwa Ngara. Ukimvalisha tu kila kitu kitakuwa sawa na pete yangu nitaipata. Rafiki yangu Gogo, nimekuita hapa, ninaomba unisaidie. Sema unachotaka kusema. Be free. Kama unavyomfahamu mzee wangu, ana mambo ya asili. Nikaweza nikasema ana mambo ya kiushirikina. Sasa basi, pale nyumbani palikuwa pana pete imo ndani. Sasa ile pete shapotea. Na alichukua ile pete Moana na akaenda kumpelekea mtu wake. Sasa kama unavyojua mzee wangu kacharuka sana, hataki kuelewa swala lolote juu ya hii pete yake, na inaonyesha hii pete ina thamani kubwa sana kwa yule mzee wetu. Sasa basi, kwa nini nimekuita wewe Gogo? Gogo, wewe ni mlevi. Siku zote mazingira ya ushirikina na ulevi ni vitu vile tofauti. Sasa basi, mimi nataka uende kwa yule kijana ukaichukua ile pete. Nimetoka kukutana na yule Ngara, nimemkwida sana, nimemkaba sana, hajataka kuionyesha ile pete. Sasa mimi kama ninavyojua nyinyi walevi huwa mnakuwa na jambo fulani hivi ambao mna uwezo wa kumjua mchawi na mkakijua kitu kikubwa zaidi, na ukifanikisha kuichukua ile pete mimi nakupa 20,000, kwa sababu hawezi kukaa na kitu cha mtu, sio mali yake. Inaonekana sasa hivi anajitapa, yani ni mtu ambaye anajiamini sana juu ya ile pete aliyokuwa naye. Kwa mimi nakuomba fanya hivyo Gogo, niletee ile pete. 20 kesho. 20 kesho tena, iko ufuko wa shati. Lakini mzee Kiuno, mimi nitawezaje kutekeleza hilo jambo? Na unajua kabisa mimi siwezi. Naona kabisa hii unaenda kunipatia mtihani mkubwa sana. Mwanangu, ukisema ni mtihani mkubwa sana unakuwa unakosea. Hata mimi mwenyewe binafsi utakuwa unanumiza moyo wako. Na ndio maana nimekuita kwa heshima zangu zote. Mimi naomba nikukabidhi. Naamini unaweza. Uweze kushinda. Mimi niko nyuma yako. Naomba itunze kama unavyotunza jicho lako mpaka imsikie Moana mwenyewe. Lakini
naruhusiwa kuiweka humu pia? Popote unaruhusiwa, ila tu hairuhusiwi kuguswa na maji wala usivuke mto ukiwa nao. Na jitahidi hata unapoenda kuhifadhi, kabla hujakutana na mwana, basi mwagia unga kidogo, ingawa nyumbani nishaimwagia usembe na kukadizi. Aya, sawa mzee Kiuno, ngoja mimi nikuache. Uwe na siku njema. Na kwako pia. Asante. Hilo usijali, hiyo kazi nitaifanya 24 hours, masaa 24 tu nitakuwa nishamaliza. Pete tu, si hii pete ya kuvaa, jambo dogo hilo. Kazi kama hizo nishafanyaga long time ago, nishakamata wachawi mimi. Ni mnamogopa manyaunyau? Kipindi hiko si tulikuwa tuli nyau, tunakula mbwa, tunaenda kukamata wachawi. Hilo limeisha soja, tushatumwa sana kufukia mabomu, itakuwa mambo ya kishirikina bwana. Bubabenyo, limeisha hilo. Sawa, nakuomba sana fanya hivyo, kwa sababu kwa nyumbani hapana amani kabisa. Yaani mzee kacharuko utasema kama kobra. Na kutegemea sana ndugu yangu. Ishirini keshi mfuko wa shati, jambo dogo hilo. Kufa kulala makaburi matuta. Ubabinyo mavi. Ngala Gogo, karibu bwana. Kipi kikuchekeshacho? Pete. Naona babu yako ana uhitaji sana na pete yake, mpaka saizi ameamua kutuma mpaka wapelelezi. Sasa anatuma majeshi ya chini chini. Ila nilichomfanyia huyo aliyemwagiza huyo kibaraka ataenda kusimulia huko kilichotokea leo. Lakini baby, alichokifanya mjomba wako kwangu juzi kati sijafurahisha nacho kabisa. Yaani sijapenda hata kidogo. Kusema ukweli, ningetumia hasira na kutumia pete ningemuumiza, ila nilijizuia tu kwa sababu ni mjomba wako, ni ndugu yako, nikahofia kumuumiza. Lakini sijapenda kabisa alichonifanyia. Pole sana. Lakini hujaumia? Sijaumia, lakini alinitania shati akanizalilisha sana, na ndala yangu akaikata upande mmoja.
Sema saizi nimeishona iko vizuri. Pole. Usijali. Yataisha tu, ya swala la muda. Sawa. Asante. Mwana. Mwajabu ameniita. Ngoja niende nikaongee naye baadaye. So unaniachaje? Basi mimi naenda. Kwa makini, sawa. Mwana, rafiki yangu, nimekutafuta sana, kumbe ulikuwa huko. Ndiyo. Lakini nimeona kitu, mnapendana sana na Ngala. Kiasi chake. Haya, rafiki yangu, nimekuletea zawadi. Kwenye pitapita zangu kuna kitu nilipenda nikaona nikuletee. Sijui kama utakipenda lakini. Rafiki yangu, lini umeniletea kitu ngakikataa? Wewe nipe tu chochote mimi nitakipokea. Basi sawa, naomba ufumbe macho kisha unyooshe mkono wako wa kushoto mbele. Sawa, hamna shida. Maajabu, rafiki yangu, unataka kunivalisha nini? Amna, usiwaze, ni zawadi tu. Sawa. Vipi kwani? Kuna tatizo? Hamna kitu. Yaani we mzee bwana, nimekuona tena, nimechoka kazi yako, nimeshindwa. Sifanyi, sitaki tena. Naomba punguze pressure. Wewe mzee, naona kwanza unaongea sana. Shika kwanza kacha yako. Nimekwambiaje kazi yako siwezi kufanya. Mimi nimeenda kwa Mwana vizuri kabisa. Nimetaka kumvalisha kacha. Nashangaa shoti zinanipiga hapa, serious zimetokea wapi? Punguza pressure. Mzee sikia, mimi nimepigwa shoti yani nimekauka kabisa, yani nimekufa. Nashangaa tena nimerudi. Yaani sielewi mzee, mimi siwezi. Hapana. Na ndio maana nilivyokuomba tukae pembeni tuzungumze. Nataka unisaidie ile jambo. Kwanza mzee, naona unaongea sana. Yaani nishakwambiaje mimi kazi yako siwezi. Nimeshakwambia mimi siwezi, naomba nipite. Mimi siwezi, yani kila siku napewa, yani kazi yenyewe mbaya. Yaani unajua mzee wa busara, kumbe mzee wa ovyo. Mzee mchawi wewe. Najuta mimi. Hapana. Mwana, tunaanza upya. Nasikia Kipupwe, nimekuita eneo hili kwa siri kubwa sana tuweze kuzungumza. Sawa baba, nakusikiliza. Nadhani nishakupa historia kubwa sana kuhusu babake na Ngala.
na ndio maana hii vita bado inaendelea kwa kumsaka Ngala. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nadhani unajua kitu gani kinachoniumiza moyo mpaka kesho. Ni kuhusu pete ambayo unaitafuta. Ila ninachokuomba mimi kitu kimoja Kipupwe. Na kitu nataka tukifanye. Kwa sababu wewe ni mwanangu. Na hiki kitu ni lazima, sio ombi. Na ndio maana mpaka leo tunamsaka huyo Ngala. Na ili hitimisho liweze kutimia ni kuweza kuipata ile pete anayomiliki Ngala. Ile pete inatupa ugumu sana wa kuweza kumpata Ngala. Sasa basi, nachokuomba au nachotaka mimi baba yako, ikifika saa 8 ya usiku twende chumbani kwa Mwana. Tunaenda chumbani kwa Mwana na cheni ndani ipo. Tunaenda kumvalisha mkononi, hasa mkono wa kushoto ndio wenye kila kitu. Tukishamvalisha ile cheni ile, ataishiwa nguvu. Na muda huo huo Ngala atanifuata mimi na kunikabidhi ile pete ambayo anayo. Lakini baba, inawezekana vipi umveshe cheni Mwana afu aje Ngala akuletee pete wewe? Naona kama mapicha picha. Hii kitu inawezekana vipi hapa baba? Sikia Kipupwe, nadhani mimi na wewe, mimi wa kwanza kuona jua. Mimi ni mkubwa kabla yako. Na siku zote nataka nikwambie kitu. Saa iweze kutikisa mkono. Itawezekana. Njia zote mimi nazijua. Zilizo na ugumu na zilizo nyepesi. Sawa baba. Mimi nimekuelewa na ninakuahidi kuhusu hili mimi siwezi kufeli. Kwa sababu mimi naona baba unaumia sana kwenye moyo wako kuhusu ile pete. Tutakuwa pamoja mpaka ile pete irudi mikononi mwako. Sawa, shika bega langu. Sina maana hiyo. Nataka uwe bega kwa bega na mimi popote napoingia. Sawa baba, nimekuelewa. Mjomba, hicho unachotaka kukifanya sicho kabisa. Naomba ukiache mara moja na urudi ukalale. Wakati niko pale sebuleni nikasikia kama huko chumbani kwako kuna makelele. Na sikuwa na lengo baya lolote kwa sababu mimi sipendi uzulike mimi wakati nipo. Na nikaa nahisi kama panya. Panya huko ndani ameingiaje? Tumelunule paka pale. Anafanya vizuri sana. Sasa mimi naomba nikuache ulale. Ila jifunike vizuri hiyo shuka, wasije wakakung'ata mbu ukapatwa na maradhi. Una uhakika mjomba? Sana jomba, sina lengo baya kabisa na wewe. Naomba lala vizuri. Mimi mwenyewe nishakogo mrizi miaka mingi sana, nisharinda. Sawa Tete.
Hivi unajikuta nani? Naongea na wewe, unajikuta nani? Ngala, mara ngapi nakufuata na kukanya kuhusu hiyo pete? Hutaki kujibu eh? Ngoja niweke vizuri botro, nikufumue kuba. Naomba nisikilize Ngala, sina muda wa kupoteza. Tunakosa amani kule nyumbani. Baba kacharuka kwa ajili ya wewe. Tumejaribu kukufuata kwa njia za ushirikina, tumeshindwa. Nimeamua kukufuata kwa njia ya nyama kwa nyama. Tafadhali Ngala, naomba hiyo pete. Pete yenu hiyo, mfungulieni huo mje kuchukua pete yenu, kwa sababu huyo sio Ngala. Ngala ni mimi. Naombeni mfungulie huyo, alafu mje mchukue pete yenu. Mwenye uwanja wake kaingia. Game over. Ngala, tafadhali naomba hiyo pete. Pete. Naomba hiyo pete. Babinyo,